Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu. Naitwa mchungaji Verael Daniel Masawe. Ni mchungaji kiongozi usharika wa Mudio. Namshukuru Mungu kwamba nimepata nafasi ya kuwa na vijana wetu wa Kipa Imara wako 45 ambao wanatarajiwa kubarikiwa tarehe 28 mwezi wa 12 mwaka 2025. Tumekuwa na utaratibu kabla ya kubarikiwa kuwa na siku za mafundo, na tumekuwepo katika kituo chetu cha Angaza Women Center, kituo cha diocese yetu ya Kaskazini, ambacho tumepata nafasi ya kuwepo kwa utulivu na kuwa na mafunzo mbalimbali kwa ajili ya vijana wetu, kuwafunda kwa ajili ya maisha yao ya sasa na maisha yale ya baadaye. Tumepata nafasi ya kuwepo katika vipindi vya pamoja kwa siku ya jana, kwa siku nzima, lakini leo tulipata nafasi ya kugawanya makundi. Wasichana walipata nafasi ya kukaa na mwalimu aliyezungumza nao mambo ya msingi yanayohusu maisha yao ya usichana na makuzi na jinsi ambavyo wanapaswa kuwa wamama na wanawake bora katikati ya maisha ya kanisa, jamii na hata kwa taifa. Lakini pia wavulana wamepata nafasi ya kupata mwalimu aliyezungumza nao kuhusu maisha yao ya uvulana, jinsi ambavyo mwanaume anapaswa kuwa, mawajibu na majukumu yake yanayomstahili katika maisha na anavyotegemewa na Mungu na kanisa pia. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kipindi hicho, lakini tumepata nafasi ya kuhitimisha masomo ya pamoja, hasa kuzungumza nao kuhusu wito na utumishi ambao Mungu ametuitia na jinsi ambavyo wanapaswa kutumika katika kanisa, jamii na taifa. Tunaamini kwa nafasi hii ambayo tumepata kuwepo pamoja na katika kujifunza, kuna mambo mengi ya msingi ambayo yameendelea kujengeka kwao na yatakao wasaidia katika maisha haya utumishi. Ikimpendeza Mungu, ratiba yetu itamalizika siku ya leo jioni, na kwa sasa tunajiandaa kwa ajili ya kupata nafasi ya kutembea, kujifunza mazingira na kuona maumbaji wa Mungu katika maeneo tofauti tofauti katika eneo hili la Sanya Juu. Tunategemea Mungu akipenda, kesho asubuhi tutarudi usharikani kuendelea kujiandaa kwa ajili ya yale yaliyoko mbele. Kwa asante ni sana wote ambao mmeweza kushirikiana na sisi. Tunawashukuru wazazi wao waliowawezesha kwa gharama ile tuliowaomba ili kuwawezesha waweze kuwepo kambi hapa tangu siku ile ya Jumatano na mpaka tutakapohitimisha siku ya kesho. Lakini nitoe wito kwa wote ambao wanaendelea kusikia jambo hili na kuliona kwamba ni jambo jema, ni jambo la baraka, hasa tukijua ya kwamba vijana hao wakijengwa katika msingi, tutapata kanisa imara, litakalodumu, litakalosimama, lakini litakalokuwa na ushuhuda na utumishi ambao Mungu ameukusudia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Armstrong Palmer Walter. Niko hapa mbele yenu kumshukuru pastor kwa kutufundisha vizuri na kuelewa. Hapa tumefundishwa mambo mengi, tumefundishwa ujana, tukafundishwa pia na jinsi ya kujikontrol sisi kama sisi vijana na tunapoenda kubarikiwa. Hapa nasema kwa asante sana kwa mchungaji, kwa kweli umetuelezea vizuri na ukatufundisha. Binafsi kwangu mimi naahidi kuwa nitatekeleza yote ulionifundisha kwenye maisha yangu kuanzia sasa hivi nilivyo mpaka nitakapofika huko nyumbani. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Doreen Jonas Mushi. Ni mwanafunzi wa Kipa Imara mwaka wa pili. Tulijifunza kutengeneza njia ya Bwana. Tunafurahia kuja katika mafundo ya huku, tumejifunza na tumeelewa. Amen. Pamoja na haya yote ambayo tumepata nafasi ya kujifunza na kuzungumza, wametoa mawazo yao, lakini pia wameshirikisha maono walionayo, maisha wanayoyakusudia. Mimi kwa ujumla natamani kusema tu kwa kifupi kwamba Mungu awasaidie ili waweze kushika. Na wapendwa vijana wetu ambao mnatarajia kubarikiwa, tunajua kwamba mmepata nafasi ya kujifunza masomo yenu ya imani ya Kikristo na kuhusu sakramenti ya chakula cha Bwana na sakramenti ya ubatizo. Ninawaasa na kuwakumbusha kwamba maisha pasipo Mungu ni bure, lakini maisha yakitanguliwa na Mungu kila jambo linafanikiwa. Katika kitabu kile cha Mithali mlango wa 4 mstari wa 13 anakumbusha akisema, tumshike sana elimu, tusimwache kwa sababu ni uzima wetu. Ninaamini elimu ni hii ya imani, lakini pia elimu ni ile nyingine tunayojifunza katika shule, vyuo na maeneo mbalimbali. Tukiweka bidii katika kujifunza na kumtanguliza Mungu katika mambo yote, hakuna jambo litakaloshindikana. Lakini kuikumbuka amri ya 4 inasema waheshimu na kuwatii wazazi wetu.
nami naamini ya kwamba mkishika hilo na imani ile ambayo umejifunza na ukiri mtakao ukiri wa ahadi ya ubatizo, hakuna jambo litakaloshindikana maishani mwenu. Tunawatakia baraka za Mungu, tunawatakia ujana mwema, lakini tunawatakia muimarike katika kanisa kama kanisa jipya ambalo mnaingia sasa katika ujasiri huo kwa njia hii ya kuwekewa mikono ya watumishi. Amina.